Dr. Nchimbi ashiriki uwekaji jiwe la msingi ukarabati reli ya Tazara. Reli ya Tazara. Sasa huyu ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mzungumzia Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi akishiriki katika hafla ya uwekaji wa jiwe, na alipata wasaa kuzungumza pia, na mimi nikaona si busara tumsikie Mheshimiwa makamu wa rais alipopata wasaa kuzungumza alisema nini kuhusiana na reli hii ya Tazara. Na ujue kabisa ni moja kati ya reli ambayo ina mchango mkubwa katika uchumi wa taifa letu na mataifa jirani. Wale vijana ambao walikamatwa wakati wa vurugu za uchaguzi na kufikishwa mahakamani kwa makosa ya uhaini, Mheshimiwa Rais alitoa agizo ifanyike namna wale vijana waachiwe. Sasa watuhumiwa 93 wamefikishwa mahakamani kwa mara ya pili wakikabiliwa na mashtaka mawili, na habari hii unaipata kwenye gazeti la Mwananchi hapa. Unaipata vizuri tu kwenye gazeti la Mwananchi. Naambia bwana, bado vijana wanasota na vijana wanahangaikia kuona namna ambavyo wanaweza kupata taratibu na misaada ya kisheria. Bado changamoto ni kubwa. Vijana wanahangaika kuona namna ambavyo wanaweza kupata misaada ya kisheria. Habari hiyo unaipata kwenye gazeti la Majira siku ya leo. Gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, limeandika watuhumiwa 93 kesi ya vurugu waendelea kusota rumande. Ukurasa wa 3 utakuta undani wa taarifa hiyo. Sasa ndio nakupa taarifa hiyo ambapo vijana hawa wanaendelea kutumikia au kuendelea kuangalia namna ambavyo wanaweza kupata haki wakiwa kule rumande, ambapo watuhumiwa 93 wamefikishwa mahakamani kwa mara ya pili wakikabiliwa na mashtaka mawili ya kuharibu mali na unyang'anyi wa kutumia silaha, na huku upande wa jamhuri ukitakiwa kukamilisha ushahidi haraka. Sasa shauri hilo limetolewa kwa mara ya pili mahakamani, ilikuwa ni Jumatano Novemba 19 mwaka 2025 katika mahakama ya wilaya ya Nyamagana pale Mwanza, mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Amani Sumari. Kwa mara ya kwanza ilitajwa Novemba 7 kesi hiyo, sasa ikaja katajwa tena Novemba 19 mwaka huu. Sasa watuhumiwa hao ni miongoni mwa wale 172 waliofunguliwa mashtaka mbalimbali wilayani Nyamagana kutokana na matukio ya vurugu yaliyotokea yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu kuanzia Oktoba 29 hadi 31 mwaka huu. Kwa upande wa jamhuri katika shauri hilo umewakilishwa na wakili Bitunu Msangi na Prince Masawe, huku utetezi ukiwakilishwa na wakili kutoka chama cha wanasheria wa Tanganyika TLS Dutu Chembwa na mwingine ni Beatus Linda. Beatus Linda. Kwa hiyo kuna Dutu na Beatus pia wamehusika hapo. Sasa tuweze kumsikia Dutu Chembwa akitueleza kwa ndani zaidi nini kinaendelea na tutarajie nini kulingana na mwenendo wa kesi hiyo. Mheshimiwa wakili, tujuze hii imekaaje kwa upande wa huko mahakamani? Katika kesi hii ambayo ilikuwa inashtakiwa watuhumiwa, sisi upande wa Tanganyika Law Society tumejitolea kusaidia. Leo tukua mimi na wakili Beatus Linda pamoja na wakili Dutu Chembwa tumeingia mahakamani kwa ajili ya kusikiliza hoja za upande wa jamhuri. Baada ya kufika jamhuri, wametoa hoja zao. Hoja ya kwanza, wameomba kuweza kufanya mabadiliko kwenye hati ya mashtaka, kwamba kuna mabadiliko ambayo wanahitaji kuyafanya, ikiwemo mabadiliko la kuongeza washtakiwa. Na pia mabadiliko mengine ni kuhusiana na charges zenyewe, kwa sababu mabadiliko wanataka kuyafanya katika makosa yote mawili. Makosa la kwanza ni uharibifu wa mali, makosa la pili ni armed robbery. Lakini baada ya kufanya maombi hayo, sisi tukayapinga kwa sababu hayajawa specific. Hajasema hasa ni kosa lipi ambalo linatakiwa lifanyiwe mabadiliko. Na pia tukahoji kwamba baada ya kuomba hayo amri ya kufanya mabadiliko, pia mahakama ikawauliza kama ushahidi umekamilika katika makosa. Upande wa jamhuri wakasema ushahidi bado hujakamilika na wanaomba muda waweze kukamilisha elezi waje kuleta mahakamani. Lakini sisi tukapinga. Tulipinga kwa kigezo cha kwanza kwamba hawaja specify ni kosa lipi ambalo upelelezi haujakamilika, hilo la kuharibu mali au armed robbery. Mheshimiwa kawaambia watoe mwongozo. Je, ni kosa lipi ambalo upelelezi wake haujakamilika na kosa lipi ambalo upelelezi wake umekamilika? Sababu hoja zetu zilikuwa kuharibu mali
ni kosa ambalo linafahamika kwamba ni mali ipi ya mtu gani imeharibiwa. Kwa hiyo tulitegemea kuona upelelezi katika kosa hilo huo umefanya nini, umekamilika na watu wasomewe, watuhumiwa wasomewe chaji zao. Namna hiyo mambo yalienda hivyo. Sasa sambamba na hilo, baadhi ya watu walikuwa wakioji kwenye mitandao ya kijamii hiki au kile inaendaje, imekuaje, na kuna habari nikaikuta kwenye moja kati ya kurasa za kwenye moja kati ya kurasa za magazeti, ambapo nilikuta kwenye mtandao wa kijamii wa Nipashe, kwa sababu mwenendo huu inaonekana ni kama lile agizo la Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kama halijafanyiwa kazi. Sasa Ado Shaibu, mbunge wa Tunduru mbunge wa Tunduru Kaskazini kupitia chama cha ACT Wazalendo, anasema taarifa kutoka mikoa mbalimbali zinaonesha kuwa agizo la Rais Samia Suluhu Hassan kwa mkurugenzi wa mashtaka kwa kuachia huru watuhumiwa wa maandamano ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 halijatekelezwa lile agizo. Sasa amesema taarifa zinaonesha kuwa bado mamia ya watuhumiwa wanaendelea kupelekwa mahakamani na kusota rumande. Vipo pia visa vya watu zaidi kukamatwa na kushikiliwa. Mimi namnukuu katika taarifa hiyo ambayo ipo kwenye page ya Nipashe pale Instagram, anasema namnukuu, siku hiyo Mheshimiwa Rais alisema, ninatoa rai kwa DPP kufanyia kazi. Hii ilikuwa ni kauli ya Mheshimiwa Rais kuwa anatoa rai kwa DPP kufanyia kazi agizo DPP alifanyia lile agizo la Mheshimiwa Rais kwamba vijana wa yale makosa yapitiwe, lakini pia waliopewa makosa hayo ya uhaini waachiwe. Sasa Ado Shaibu, mimi namnukuu, anasema anatoa rai kwa DPP kufanyia kazi agizo hilo ambalo lilikuwa na umuhimu mkubwa katika kujenga utulivu na mshikamano wa taifa.